Wakazi na wanachama wa mashirika ya kijamii walijitokeza katika mahakama ya Wajir kushuhudia kufikishwa mahakamani kwa washukiwa 3 wa mauaji ya msichana mkimbizi mwenye umri wa miaka 17 Ghala Adan Abdi. Ghala aliuawa kwa kukataa kuolewa na mwanamume aliyezidi umri. Hashim Jimal anaarifu. Mohamed Kasim Tifoi anayetajwa kuwa mchumba ndugu yake Musa Kasim Tifoi na mzee wa kijiji Adan Midago wameshtakiwa kwa kosa la mauaji chini ya sehemu ya 203 na 204 ya kanuni ya adhabu. Hao watu watatu watapelekwa Garissa High Court na watashtakiwa kwa kuua ule msichana. Iwe very clear. Washukiwa hao wanatarajiwa kufikishwa katika mahakama kuu ya Garissa mnamo Jumatano tarehe 7 Mei mwaka huu katika kile kinachoonekana kuwa moja ya kesi kubwa zaidi kuhusu ukatili wa kijinsia kuwahi kushuhudiwa Wajir. Wakati huo huo, hasira za umma zinaendelea kuongezeka kuhusu namna uchunguzi ulivyoshughulikiwa. The first in the graveyard, the version they give is completely different from the preliminary report. So I want to ask, what is happening in the country? Are we making sure always the voiceless, the person, the lower side is always crying that they don't have any right? Or are you telling always the rich will prevail and then people hide justice? The truth be told, we need justice no matter what. And we need justice for Ghala, and we need justice for any other person of Wajir County in the entire country of Kenya. Kwa mujibu wa ripoti ya awali ya upasuaji wa maiti, sehemu kubwa ya mwili wa Ghala ilikuwa imeharibika, jambo lililofanya iwe vigumu kubaini chanzo cha kifo. Matokeo ya mwisho ya uchunguzi wa maabara yanayohitaji vipimo vya kemikali tata yanatarajiwa kuchukua muda zaidi. Today, really I'm very happy that the magistrate today has ordered the victims to be transferred to Garissa High Court to be charged murder case. So today we are happy and we really want this to see the last part of the case. Watetezi wa haki za wanawake wanasema kesi hii inapaswa kuwa onyo kali kwa wote wanaofikiria kutekeleza ukatili wa kijinsia. With the support of the entire other civil society organizations and the mainstream media, we have really can say that now this case has been sensitized over and now it has attracted the necessary attention both at national and at local level. Sasa macho yote yameelekezwa katika mahakama kuu ya Garissa huku mapambano ya kisheria kwa ajili ya haki yakianza rasmi. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, mimi ni Hashim Jimal.